Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa channel yetu pendwa ya maombolezo ya mtoto wa kiume, leo Mwalimu Glorimina na timu nzima ya Injili kwa watoto tuko shuleni. Nani ametuleta hapa? Tumekuja hapa kwa kusudi gani? Tumekuja hapa kwa habari ya somo ya Roho Mtakatifu. Karibu sana, tuko hapa shuleni. Usiseme mwalimu yeye muda mwingi mara yuko Gamboshi mara wapi. Gamboshi yuko ni kuzimu, anaenda kupata watoto mashuleni, amefika. Sio mara yetu ya kwanza, haya ni maisha yetu. Kumuona mtoto wa kiume aliyefahari kwa mama yake anaendelea vizuri, kumuona mtoto wa kike ya kwamba anaendelea vizuri. Wanafunzi, Bwana asifiwe sana. Amen. Funika macho yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, asante Bwana kutupatia neema tena kuwepo hapa shuleni. Hakika mapenzi yetu yamevunjika, mapenzi yako yafanyike. Mungu mkuu, Baba, mikononi mwako naacha kipindi hiki mikononi mwako kwa habari ya Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu sisi hatutaweza. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu darasani kama watoto tumenyamaza, maana Yesu mwenyewe umesema msipokuwa kama vitoto vidogo hamtauona ufalme wangu. Hakika kusudi lako ni la ajabu. Karibu Baba, tuendelee kula na kunywa pamoja, mfalme wa amani. Yesu karibu, tufanye kuwa wana wako Ebeneza. Usituache wala usitupise, na ndani ya darasa hili la watoto Baba yangu kwa habari ya Roho Mtakatifu usituache, katika jina la Yesu tukiomba na kuamini, amen. Haleluya. Amen. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume majidai kwa mama yake, mtoto wa kiume fahari kwa taifa lake. Haleluya. Amen. Tuko mahali hapa tumekuja kuwaona, lakini kubwa zaidi ya yote tumekuja na somo la Roho Mtakatifu. Kabla sijamuita mwalimu wa somo la Roho Mtakatifu, niombe. Niombe. Kuna nani hapa anaweza kutukaribisha walimu wake na vifungu vitatu vya Biblia? Nani anaweza kutukaribisha kwa vifungu vitatu vya Biblia? Okay, karibu dada, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Dorcas Emmanuel Rafael Munishi. Naenda kutaja vifungu vitatu vya Biblia. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapata, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Zaburi 35 mstari wa kwanza. Bwana tetana anatetana, mpigana na anapigana nami. Amina. Amen. Watoto na malaika, changili na malaika, watoto na malaika changili, mwalimu na malaika, changili Baba. Okay, kuna mtoto mmoja ambaye ana kifungu cha Biblia. Karibu, alafu tumkaribishe mwalimu wa somo la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Norin Davis, natokea Arusha. Bwana, naenda kusema mstari wangu wa moyo unatokea Zaburi 121, na unasema, na yainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu wapi? Msaada wangu katika Bwana alizozifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wake usogeze, wala asiyesinzia kulindaye popote alipo. Naam, hata sinzia kulindaye popote alipo, naye aliye mlinzi wa Isafe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu simama sasa tunapokwenda kumkaribisha mwalimu wa somo la Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu, pokea sifa milele. Roho wa Mungu,
Roho wa Mungu. Abudu Mungu, pokea sifa. Funika macho yako. Roho wa Mungu, pokea sifa milele. Mungu, karibu Roho, moyo, Baba karibu, karibu, karibu Roho, moyo, Baba karibu. Funika macho yako, nyanyua mikono yako juu kwa kukalenda. Funika macho yako, tunaabudu Mungu. Roho Mtakatifu yupo kutujaza kama watoto. Roho Mtakatifu yupo kutusaidia na darasani. Karibu. Hatuna msaada mwingine, na Roho wa Mungu tu. Ita neema ya Mungu. Roho Mtakatifu atusimamie kama watoto. Asimame kwenye maisha yetu. Roho wa Mungu peke yake. Karibu. Karibu. Baba karibu. Karibu Roho, moyoni mwangu. Katikati ya hali ya kusimama namna hii, ni kukaribishe mwalimu wa somo la Roho Mtakatifu. Karibu. Haleluya. Amen. Asante mwalimu. Muda tulionao si mwingi, kwa hiyo nianze kwa jina langu. Naitwa James Inko na tuko katika hii huduma ya watoto walioko katika mazingira magumu ya rohoni. Yamkini kuna wengine hapa, basi kuna msaada ambao unaweza ukatoka. Tunaenda kuzungumza leo kuhusu Roho Mtakatifu. Sema wote, Roho Mtakatifu. Nakupenda Roho Mtakatifu. Unakaribishwa maishani mwangu. Amen. Funga macho yako, nimwombe Mungu maneno machache. Baba mwema mwaminifu, kusudi lako Bwana ni watu wote waufikirie utakatifu wako. Na kwa njia hii umemtuma Roho Mtakatifu ili Bwana atusaidie na kutupigania katika miili ya udhaifu na unyonge, ili atufanye tuweze kushiriki utakatifu wa mbinguni. Tuonyeshe dunia ya kwamba watakatifu wa mbinguni wanafanana namna hii. Watoto hao wako Bwana, wana kiu. Tuna kiu na wewe. Roho Mtakatifu karibu. Bwana tusaidie sasa. Maneno haya Baba yatoke kwako wewe mwenyewe, nami niweze kuwa kinywa tu cha kupeleka maneno kwa watoto hao walio na kiu kwa ajili yako. Bwana timiza kusudi lako na mapenzi yako. Ufalme wako ujengwe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunaweza kukaa. Tunapozungumza habari za Roho Mtakatifu, wangapi hawajawahi kusikia mambo ya Roho Mtakatifu? Hawajawahi. Kwa hiyo wote wamesikia. Mara nyingine nakuaga na watoto wa Kiislamu. Kuna Waislamu wangapi? Hawapo. Wako wachache. Haya, haidhuru. Kwa hiyo hata nyinyi mmewahi kusikia habari hizi, si ndio Jina la Bwana libarikiwe. Hamjawahi kujiuliza huyu Roho Mtakatifu ni nani? Basi Roho Mtakatifu, Mungu wetu sisi wa Kristo, tunamwabudu katika nafsi. Zitajeni. Tena Amen. Sasa leo tutazungumza zaidi kuhusu Roho Mtakatifu. Mungu Baba tutawaambia siku nyingine, Yesu Kristo tutawaambia siku nyingine. Sasa leo ni kuhusu Roho Mtakatifu mpendwa huyu, ambaye yeye ndio Bwana wa kanisa. Kanisa la leo hapa lilipo ni kweli ni kanisa la Yesu Kristo, lakini Bwana mkubwa anayeliongoza, anayelitawala ni nani? Hebu twende katika Biblia kama kifungu kwa ajili ya mafunzo yetu leo. Yohana 14 mstari wa 16 na 17. 14 Yohana mstari wa 16 na wa 17.
muda ni mdogo, kwa hiyo haraka naomba nisome. Sikiliza kwa makini. Nami nitamwomba Baba. Lakini kabla ya hapo nieleze tu, hapa ni usiku wa mwisho. Yesu anakaribia kukamatwa, akateswe, auawe. Ule usiku wa mwisho, ameshakula chakula cha mwisho na wanafunzi wake, na hata mwanafunzi mmoja wapo ambaye alimsaliti alishatoka. Kwa hiyo hapa anaongea na wale wanafunzi 11. Kama kuna watu wengine waliofuatana naye, lakini kwa wanafunzi walikuwa ni 11. Lakini wanafunzi wa Yesu ni wangapi? Ni 12. Ila kwa sasa hivi mmoja ameondoka kwenda kumsaliti Yesu. Huzuni sana, alimsaliti Yesu. Basi akawa anaongea na wale 11. Ninaenda kwa Baba yangu nikawatayarishie mahali, nikimaliza naja niwachukue mimi kule ninakoenda, niende na nyinyi tukakae pamoja. Wako wanaotarajia kwenda na Yesu siku moja, ameenda kuwatayarishia mahali. Na anasema hivi, nikifika kwa Baba kule nitamwomba Baba, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Sema Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Anamzungumzia Roho Mtakatifu, na akasema kwa sababu ni roho, watu hawamoni. Kwa watu wa kawaida wasiomjua Mungu, wasiompenda Yesu, hawawezi kumpokea. Watapokeaje kitu wasichokiona? Maana hawamoni wala hawamtambui. Lakini hawa watu wa Yesu Kristo, wao tayari alikuwa anakaa katikati yao. Roho Mtakatifu jamani yupo katikati yetu, lakini kuna wakati anatakiwa awe ndani yetu. Ndio pale tunabatizwa na Roho Mtakatifu. Sema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na huo ubatizo unaopata unaanza kunena kwa lugha nyingine. Unanena kwa lugha nyingine. Na Yesu Kristo baada ya kuyasema haya, baadaye tunaona yakitimia. Naenda haraka kidogo. Tunaona yakitimia baada ya siku 53 toka haya maneno. Tofauti sana na wengine ambao wanasema ya kwamba huyo ambaye Yesu alimsema atakuja ni mtumishi fulani. Kuna ambao wamewahi kusikia hivyo, si ndio? Sio mtumishi fulani, yule ni Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Na yeye alikuja siku ngapi jamani baada ya haya maneno? Hapana, siku 53 baada ya haya maneno kutamkwa, huyu Roho Mtakatifu alikuja. Haleluya! Ilikuwaje? Siku 3 baada ya Yesu kutamka haya maneno, Yesu alifufuka. Maana alikamatwa usiku huu, akauawa, akafa, akawa kaburini siku ngapi jamani? 3. Baada ya siku 3 akafanyaje? Baada ya kufufuka siku 40 baadaye, siku 40 anakuja anawatembelea wanafunzi, anaondoka. Nakuja anawatembelea, anaondoka. Kumbuka ameshawaambia nikifika kwa Baba nitamwomba awatumie msaidizi. Lakini bado hajafika, maana bado anawatembelea na kuondoka. Basi baada ya siku 40 tangu kufufuka, hapo zinakuwa siku 40 ngapi? Na 3 tangu kutamka yale maneno. Basi siku ile ya 43 tangu kuyasema haya maneno, Yesu akachukuliwa akaenda wapi? Mbinguni. Akawa siku 10 yuko kule mbinguni. Jumla zitakuwa siku 53. Katika zile siku 10 Yesu Kristo kule anazidi kumwomba Baba. Maana alisema nikifika nitamwomba Baba awatumie msaidizi mwingine. Haleluya! Kwa hiyo baada ya siku 10, sema baada ya siku 10 tangu kupaa kwa Yesu Kristo, ikafika ni siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste jamani ni siku 53 tangu Yesu atabiri na aseme nitamwomba Baba awatumie msaidizi mwingine. Siku 50 ngapi jamani? Na 3. Ndipo Roho Mtakatifu akashuka. Tuone pale aliposhuka Roho Mtakatifu. Wakati wote huo Yesu amewaambia msiondoke Yerusalemu kwenda kuhubiri mpaka ije juu yenu nguvu itakayowajilia baada ya kujazwa Roho Mtakatifu ambaye Baba ameahidi. Msiondoke Yerusalemu kwenda kuhubiri. Mkae wapi? Mkae Yerusalemu. Mkae Yerusalemu. Mnamngojea nani?
Hapana, Roho Mtakatifu, mnangojea nguvu ya Roho Mtakatifu. Manake ni kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja mnapata nguvu ya kuweza kuhubiri. Umejishangaa kwa nini huwezi kuambia watu wengine habari za Yesu? Kwa sababu bado hujapata Roho Mtakatifu. Sawa? Yuko Roho Mtakatifu anayeingia kwa watoto, na huyu ni wa faida kwako. Sema, ni wa faida kwangu. Kuna faida gani kumpata Roho Mtakatifu? Nisiseme faida chache tu kwa haraka, chache tu. Roho Mtakatifu anakutia nguvu, anakuimarisha. Maana Biblia inasema mahali pengine kwamba unapoomba katika Roho Mtakatifu unajijenga. Sio kujenga mwili huu, ni kujijenga kiroho, mpaka mwili wako unakuwa hata hauwezi kupita risasi. Nimesemaje? Ukiwa na Roho Mtakatifu utajijenga mpaka hata risasi inapigwa haipiti. Kama haipiti au inapelea huko hatujui, lakini Roho Mtakatifu ana nguvu hiyo. Ukimpata Roho Mtakatifu utakapotekwa, sio kuna watu wao wanatekwa. Na kusikia watoto wametekwa mpaka wanauawa, si ndio? Na watu wazima wanatekwa. Wewe ukijaa Roho Mtakatifu ukanena kwa ile lugha, unakuwa na nguvu kiasi kwamba majambazi wanakuacha, wanakukimbia. Nimesemaje? Kuna mtu ambaye angependa jambazi akimjia, anamwacha, anamkimbia, anamwachia na silaha na gari na kila kitu, anatimka. Roho Mtakatifu. Ukimpata Roho, watoto, kwa nini mkae bila Roho Mtakatifu? Kuna sababu ya kukaa bila Roho Mtakatifu? Na Roho Mtakatifu ni kwa kila mtu. Anasema hivi, Petro akasema hivi, hili mnaloliona hawa wanaosema kwa lugha nyingine na nini, ni lile ambalo lilitabiriwa. Fungua mlango. Ni lile ambalo liliandikwa. Nisikilize kwa ajili ya maombi juu ya Roho Mtakatifu. Wewe umeshakuwa kiumbe kipya. Sema, mimi ni kiumbe kipya sasa. Mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa wewe ndiye Roho Mtakatifu anataka aje. Ni kama wale wanafunzi wa Yesu, anawaambia naenda kumwomba Baba atumie msaidizi. Tofauti yenu na wanafunzi ni kwamba nyinyi hamhitaji kungojea siku 53. Hamhitaji kungojea siku 53. Tayari Yesu alishapaa mbinguni, akaomba kwa siku 10. Baada ya hapo Roho Mtakatifu akashuka. Sasa hivi anangojea aingie kwa yeyote ambaye yuko tayari. Sasa mkono wa kumpokea Roho Mtakatifu ni kiu yako wewe. Nini? Kiu yangu mimi. Namtaka Roho Mtakatifu. Matendo yale makuu ambayo ninazungumzia Roho Mtakatifu ambayo anayafanya ya kukufanya wewe unakuwa hata risasi ikipigwa haingii. Nitawapa siku nyingine, nitawaambia siku nyingine mnikumbushe. Umesema mwalimu ya kwamba kuna watu walioko duniani hapa wanapigwa risasi haziingii. Ndio, wapo. Haleluya. Wanapigwa risasi, bunduki haitoi risasi. Anapiga hewani, risasi inaenda. Nini? Amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtoto ujae nguvu ya Roho Mtakatifu. Na tunampataje? Funga macho yako sasa. Kila mmoja aliyeko tayari kumpokea Roho Mtakatifu, sema maneno yafuatayo. Roho Mtakatifu yuko anangojea. Nisikilize. Neno la Mungu linasema, si zaidi sana Mungu Baba atawapa Roho Mtakatifu hawa wamwombao. Ikiwa nyinyi wazazi mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, si zaidi sana Mungu Baba atawapa Roho Mtakatifu hawa wamwombao. Kwa neno hilo tunajua kwamba sasa hivi Mungu anaenda kutujaza Roho Mtakatifu. Kila mtoto pokea, ngojea, tarajia, kwa sababu Yesu ameahidi Roho Mtakatifu anakuja. Haya, sema hivi: Mungu Baba, asante kwa kunifanya mwana wako. Kwa Yesu kuingia maishani mwangu. Na sasa Baba, ninakuomba nijaze Roho wako Mtakatifu. Ninamhitaji. Mwili wangu ni hekalu lake. Karibu Roho Mtakatifu.
Kila mmoja karibu Roho Mtakatifu. Unakaribishwa maishani mwangu. Njoo na mimi nianze kunena kwa lugha. Kama wanafunzi wa kwanza. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, pokea sifa, heshima na utukufu ipendeza kwa habari ya huduma hii, kwa habari ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, asante maana unaweka makao kwa watoto wetu. Roho Mtakatifu, asante maana unawanyanyua kwa upya. Roho Mtakatifu, asante maana unawakumbusha kwenye mitihani. Roho Mtakatifu, asante maana unawapatia utulivu majumbani kwao. Sifa ni zako Baba na utukufu ni wako. Tunakiacha kizazi hiki cha mwanamke mikononi mwako. Walinde, watunze